أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق نبيه الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وبركة في أرزاقنا وأعمارنا ونور به بصائرنا وأبصارنا يا ذا الجلال والإكرام. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika hii sura ambayo kwamba imezoeleka kwa watu wengi kusomwa na si sura geni katika mashikio ya wengi hata ambao kwamba hawaisomi. Sura hii iliyoko katika juzu ya 27 inaoeleweka kama suratul Waqi'a na ni sura makia iliyoteremka Maka. Sura kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiita suratul Waqi'a kufahamisha kuwa kiyama ni kitu ambacho kwamba kitasimama cha hakika. Alwaqi'a ni tukio la kutokezea. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ikawa moja katika majina ya kiyama ataiita Waqi'a kwa kuwa ni jambo la hakika ambalo kwamba halipingiki litakuweko. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika sura kama hii
mbali na kueleza kuna kiyama kitasimama, akaeleza vile vile alama ambazo kwamba zitakazotokea kabla ya kiyama hicho kusimama. Na baada ya kiyama kusimama vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala akatufahamisha katika hii sura yatakayotokea katika siku ya kiyama. Kwa hiyo kuna alama zitakazoonesha za kusimama kiyama. La pili, kiyama ni kitu cha hakika kitasimama. La tatu ni matukio yatakayotokea ndani ya siku ya kiyama na ahwali za watu ambazo kwamba zitakuweko siku kama hiyo. Kabla ya kuingia katika tafsiri ya hizi aya ambazo kwamba tuko nazo, kuna fadhila ambazo kwamba zimethibiti katika ahadith, pamoja na kuwa ahadith hazina nguvu sana, lakini Ibn Mas'ud kwake yeye aliyatilia mkazo katika hili suala la fadhila ya hii sura. Katika ahadith ambayo kwamba ilipokewa na Ibn Mas'ud ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qaraa surata alwaqi'ati kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada, yule ambaye kwamba atakayesoma hii suratul waqi'a kila usiku, basi mtu kama huyo hatapata ufukara maisha yake yote. Na hadithi nyingine iliyopokelewa na Anas an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala, suratul waqi'ati suratul ghina. Hii suratul waqi'a ni sura ambayo kwamba yenye kukwasisha, yani yenye kukufanya wewe usimhitajie mwanadamu, uwe sawa katika mambo yako. Faqra'uha, isomeni sura kama hii. Kisha isitoshe ya kuwa isomeni, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, wa'allimuha auladakum, na muwafundishe sura kama hii watoto wenu. Na haya ndio malezi kwa hakika tuliyopokea kwa wazee. Wazee walikiwashika watoto wao majumbani wasome suratul waqi'a kwa pamoja. Mpaka nakumbuka suratul waqi'a, bali katika generation yetu na generation zilizopita hawakukaa kuihifadhi kwa kushika mswahafu, bali sura kama hii imehifadhika kwa sababu ya kusoma majumbani mbele ya wazee, mpaka ikakaa kwenye kichwa. Kwa hiyo utaona mambo kama haya yanayofanyika katika majumba. Mambo mengine yana asili, ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa watu wasome sura kama hii, na vile vile wawafundishe watoto wao kuisoma sura kama hii. Bali katika riwaya nyingine yasema, allimu nisaakum suratal waqi'a fa innaha suratul ghina, wafundisheni wanawake wenu sura kama hii, suratul waqi'a. Hakika hii sura ni sura ya kukufanya wewe ukosike, inakumfanya mtu awe hatohitajia tena watu katika maisha yake. Na ndio utaona wanawake ndio wenye kuisoma sana. Vile vile utapata baba labda yuko kazini, lakini mama ndiye ambaye kwamba mwenye kuchukua dauri kama hii kubwa ndani ya majumba. Kwa hiyo yatakikaniwa tutilie mkazo jambo hili kwa wake zetu. Wao ndio ni mamama, na wao washikilie watoto majumbani kulingana na hizi wasia zilokuja zenye kuhusiana na hadithi kama hii. Suratul waqi'a Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiipenda, na moja katika dalili ya kuwa alikiipenda, hadithi iliyopokelewa na Ahmad an Jabir ibn Samura yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salawati al-khams kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yawm. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiswali swala tano kama vile nyinyi mnavyoziswali hizi swala tano, walakinahu kana yukhaffif, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikikhafifisha ile swala. Kanat salatuhu akhaffa min salatikum, swala yake ilikuwa ni hafifu kuliko swala zenu. Lakini tuisikie hiyo ukhafifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema, wa kana yaqra'u fil fajri alwaqi'ata wa nahwaha min as-suwar, alikisoma katika suratul fajri suratul waqi'a. Hiyo ni ukhafifu hiyo. Je, ukizungumza urefu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa namna gani? Kisha uje katika urefu wetu na ufupi wetu huwa namna gani? Utakuta uko mbali kabisa.
Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukhafifu wake uko katika suratul Waqi'a, na mtu kuwa ataweza kuvumilia katika swala kama ile, huwa ni kuonesha ukhafifu wa moyo na roho. Roho kila ikiwa hafifu katika ibada hupenda kusimama katika swala, na hiyo ndio njia ya ulama na sulaha waliokuweko katika maddi dhuhur. Mpaka leo ulama wakubwa na aulia wakubwa utawakuta wakirefusha visimamo vao vya swala, kwa sababu roho zao ni hafifu katika swala na zile qiraa zao huwa ni ndefu. Ndio mpaka ulama wakawa huzungumza na kujadiliana, je, swala nzuri ni ya kurefusha kusimama au ni ya kurefusha sijda? Wakazungumza baina yao na kukhalifiana. Ulama wengine wakasema ni kurefusha kusimama, kwa sababu utaikuta swala kila ikizungumzwa yazungumzwa kusimama. Aqimu salata, ile aqimu, simamisheni, ina maana ya kuwa kusimama pia ina fadhila zaidi na urefushaji wake ulikuwa zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Sayyidatina Aisha radhiallahu anha, alikimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikisimama usiku kwa kisimamo kirefu mpaka maguu yake ya kifura, akimsikitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ukhafifu wa sura iliyokuweko katika swala zake, mfano wake ni kama mfano wa kusoma suratul Waqi'a. Lakini kuna tofauti kubwa baina ya kuwa waswalisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam sahibul wahi, alioteremshiwa wahi, na baina ya kuwa mtu waswalishwa na mtu mwingine yoyote atakayekuwa. Swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kushiba. Ndio maana katika tarawih yake alikisoma juzu 3, hata haya ya leo ya juzu 1 yaliyoko katika misikiti mingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiswalisha tarawih yake kwa juzu 3. Lakini anayeswalisha ni nani? Sauti ni ya nani? Anayepiga takbir ni nani? Ni sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu hutaladha kwa kusikia sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ilipotokea mgongano baina ya Muadh pamoja na mmoja katika maswahaba. Alikuwa ana kazi zake ambazo kwamba anazoshughulika nazo. Sasa Muadh alikuwa akihudhuria swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimaliza kuswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akikimbia msikiti wake akiswalisha watu. Bimaana jamaa ya msikiti wake ilikichelewa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akienda kule basi huipeleka kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, hurefusha ile swala. Mmoja siku hiyo akaona haya mambo hayawezekani, akamkata Muadh, akakamilisha swala peke yake, akatoka. Alipotoka watu, kunao mara nyingine katika maamuma huwa kuna wengine wadaku, akamfikishia maneno Muadh, akamwambia fulani ameswali leo, kisha akakata swala katikati, akatoka. Muadh akakasirika, akaona utungu, vipi maamuma wangu wanifanye hivyo, ni kama amenitia ila. Muadh akamwambia huyu amekuwa mnafiki, yani akatoa maneno juu ya yule ambaye kwamba aliondoka, akamwambia huyu ni mnafiki, huyu vipi akate hii swala. Wale maamuma wakachukua maneno akataka kumpelekea yule. Kunao viji maamuma vya fitna na udaku. Walipompelekea yule akakasirika, vipi anite mimi munafiki? Akapeleka mashtaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, Muadh ameniita mimi munafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Muadh, akamwambia nini? Akamwambia afattanun anta ya Muadh, wewe umekuwa watia fitna ewe Muadh. Wewe huoni kama kuna washamsi wa duhaha? Huoni kama kuna ile shamsu kuwirat? Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha ya kuwa la yatakikaniwa uwachunge vile vile maamuma, hata kama mimi swala yangu ni ndefu, lakini wewe uko katika dhurufu ambazo kwamba hazikubaliani na urefu wa swala. Ndio ulama kulingana na hadithi kama hii na haya mazungumzo ya kurefusha na kufupisha, wanasema misikiti iko aina mbili. Kuna misikiti ambayo kwamba huwa wenye kuswali huwa ni wageni, kama misikiti ya roundabout, ya stage. Hii misikiti huwa si ya watu wa mtaa. Hii misikiti huwa ni ya watu, kila siku utakuta kuna sura mpya ndani ya msikiti. Na kuna misikiti ambayo kwamba ni ya mtaani, hata kukija mgeni kila mtu hukaa kumwangalia
kwa nini huyu, yani huwa kama ametia jambo katika ule msikiti siku hiyo. Kumetokeaje huyo akakosea barabara atafuta mtu? Kwa sababu si kawaida kujiwa na sura mpya ndani ya msikiti kama ule. Huu msikiti ambao kwamba hauna kujiwa na sura mpya, huwa imamu anafaa kurefusha swala, kwa sababu huwa mwajuana nyinyi zile dhurufu zenu. Mwajuana, mmetoka nyumbani, mmekuja msikitini kuswali, mwarudi majumbani. Lakini hii misikiti ambayo kwamba iko stage na maeneo kama hiyo yenye sura mpya, ulama wanasema misikiti kama ile huwa haitakikaniwi kuswalishwa swala ndefu. Kuna msafiri, kuna alokuja hospitali ameingia kuswali, ni mgonjwa, kuna mwenye haja yake iwatafuta. Misikiti kama ile huswaliwa kwa sura fupi kwa sababu ya watu. Ndio ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikiti wake una kama sura ya wao kwa wao wa mtaani, na Muadh ilikuwa ina sura ya kama ina watu wa kusafiri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashahid ya kusoma hadithi kama hii ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikipenda suratul Waqi'a akiisoma katika swala ya alfajiri. Kiswa kingine cha Ibn Mas'ud, alikuwa mgonjwa na alikuwa yuko kwenye maradhi ambayo kwamba atakufa katika maradhi kama haya. Katika hali yake ilivyokuwa ni mbaya, akatembelewa na al-Khalifa Sayyidina Uthman ibn Affan. Wajib kumtembelea mgonjwa. Alivyomtembelea akamwambia, una nini? Mbona waumwa namna hii? Ma tashtaki. Lakini angalia watu wema, akamwambia dhunubi, madhambi yangu haya, mimi niko katika hali kama hii, ni madhambi, wacha nirudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, basi watamani nini? Madha tashtahi? Akamwambia, rahmat rabbi, mimi natamani rehma ya Mola wangu initeremkie, inisamehe madhambi na initukue kwa khairi. Sayyidina Uthman akamjibu Ibn Mas'ud akamwambia, ala amuru laka bitabib, kwani hunipi nafasi niamrishe uletewe daktari ambaye kwamba akuangalie? Labda ni jambo dogo, ukipata dawa utainuka wewe. Ibn Mas'ud akamjibu akamwambia, at-tabibu amradhani, daktari ashakuja ameshaniangalia, shamaliza mambo yake. Sayyidina Uthman akamjibu tena akamwambia, ala amuru laka bi'ata, si amrishi ili uwe ukiletewa pesa hali hii ya ugonjwa hutakuwa mtu wa kufanya kazi na una mahitajio, ili angalau ikusaidie katika mambo yako? Akamjibu Ibn Mas'ud akamwambia, la hajata li fihi, mimi sina haja ya hiyo ata ya kuniletea chochote. Sayyidina Uthman akamjibu, angalia mahaba haya baina ya mtu na mwenzake, akamwambia, yakunu libanatika min ba'dik, kama wewe hutahitajia itasaidia wasichana wako. Wewe una training, una watu watakikani wa kuhudumikiwa. Angalia Ibn Mas'ud akamjibu nini? Akamwambia, atakhsha ala banati alfaqra, wewe waogopea mabanati zangu kuwa watakuwa na ufukara? Inni amartu banati yaqra'na kulla laylatin surat alwaqi'a, mimi nimewaamrisha mabanati zangu wasome kila usiku hii suratul Waqi'a. Yani ataka kumwambia kwa wewe wataka kunifungulia account kunisaidia mimi nikaiblock, ukataka kunifungulia account kwa sababu ya banati zangu, basi nakwambia mabanati zangu hawawezi kuwa na ufukara, kwa sababu nimewafungulia account na Allah jalla jalaluhu. Account ya Allah jalla jalaluhu ni account gani? Inni amartu banati yaqra'na kulla laylatin suratul Waqi'a, mimi nimewaamrisha mabanati zangu wawe wakisoma hii suratul Waqi'a kila usiku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, man qara'a suratul Waqi'a kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, yule ambaye kwamba atakayekuwa yusoma suratul Waqi'a kila usiku hatapata ufukara maisha yake yote. Kwa hiyo suratul Waqi'a sura nzuri ambayo kwamba kwa hakika kama tulivyotangulia kusema, tuliipokea kwa wazazi kabla ya madrasa, tukaihifadhi katika ndimi za vikao vya nyumbani. Baada al-maghrib husoma sura kama hizi. Kwa hiyo yatakikaniwa jambo kama hili lirudishwe, na tuona Ibn Mas'ud
mawqifi yake alivyokuwa yeye na Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hii ni fadla ya suratul Waqi'a. Tukiingia katika tafsir, Mola subhanahu wa ta'ala atuambia idha waqa'atil waqi'a, pindi kitakaposimama hichi kiyama, hili tukio ambalo kwamba litatukia bila ya kupinga wala kupingika. Na katika Qur'an daiman ikija kilima cha idha, imma mambo huja in au idha. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum, na huja idha kama hapa idha waqa'atil waqi'a, idha jaa nasrullahi wal fath. Ikija idha huwa ni jambo la hakika, lazima lipatikane, na ikija in huwa si lazima, yaweza ikafanyika au yaweza isifanyike. Ndio utaona aya zote zenye kuzungumzia kiyama, hakuna hata aya moja inayokuja kwa in. Idha shamsu kuwirat, idha samau shaqqat, na hapa idha waqa'atil waqi'a, zote zinakuja na idha, kwa kuwa ni jambo la hakika, si jambo la shaka. Mola subhanahu wa ta'ala akatilia nguvu jambo kama hilo la kuwa kiyama kitasimama, akasema laysa liwaqa'atiha kadhiba, mjue ya kuwa kutukia hichi kiyama si jambo ambalo kwamba litakuwa ni la urongo ili wewe ulikanushe kama vile Makureishi walivyokuwa wakikanusha. Kwa hiyo aya ya pili ikaja ni taakidi tu kwa sababu ya Makureishi ambao kwamba walikuwa wakipinga kiyama. Makureishi walikuwa wana mushkili fulani. Kunao wale ambao kwamba walikuwa wanakubali kuna Mungu lakini hakuna kiyama, na hii ni norm ya ilhad. Kuna dhahira ambayo kwamba iko katika ulimwengu na hasatan katika maeneo ya university ulimwengu mzima, hata Kenya vile vile imeanza fikra kwa mabarobaro, ima kupinga kiyama au kupinga kuweko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kwa Waislamu vile vile. Mwenyezi Mungu atuthibitishe sisi na awaongoze na wao. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala hapa akawa anawazungumzia hawa ambao kwamba wenye kukanusha, laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a. Hichi kiyama kikisimama kitakuwa ni khafidha, kitawatweza wale ambao kwamba katika dunia walikuwa wanajiona wao ndio ni wakubwa kwa maasi yao, basi siku ya kiyama wajue watakuwa ni khafidha. Kiyama kikisimama kitawadhalilisha na kuwafanya wawe ni wanyonge watu kama hao walikuwa wao katika izz katika ulimwengu. Rafi'a, kiyama hicho ambacho kwamba kitakachosimama kitasimama, kitainua watu ambao kwamba walikuwa wakionekana ni wanyonge katika ulimwengu, watainuliwa siku ya kiyama. Kwa hiyo kiyama kitakuwa ni khafidha, cha kuwatweza watu waovu, na vile vile ni rafi'a, cha kuwainua watu ambao kwamba ni wema walikuwa wameonekana ni wanyonge. Mwenyezi Mungu atujalie insha Allah Taala tuwe katika rafi'a. Hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala ikawa ametufahamisha mambo mawili mpaka sasa. Jambo la kwanza, uhakika wa kuwepo kiyama. Jambo la pili, kazi itakayofanya kiyama, kazi ya khafidha na kazi ya rafi'a. Kisha baada ya hapo Mola Subhanahu wa Ta'ala akatueleza kiyama kitasimama namna gani. Kwa hiyo ametoka mwisho kuja nyuma, haikutoka nyuma kwenda mwisho. Ametuelezea tukio lenyewe, kisha ndo sasa akaenda ikawa yatuelezea hali ya nyuma ya kiyama kitasimama namna gani. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa hii ardhi kutingishika, kwa kuwa kiyama hakitosimama mpaka kutangulie na zilzal, idha zulzilatil ardu zilzala. Kwa hiyo kiyama moja katika alama zake ni zilzal, na zilzal zikianza kuwa nyingi katika ardhi ni alama ya kiyama. Kisha kutatoka zilzala ya nguvu, ndio mara moja ardhi kama hii imalizike na kiyama kisimama. Ardhi itakapotingisika moja kwa moja itapelekea wabussatil jibalu bassa, na haya majabali nayo yataporomoka na kuvundika, yawe sio tena majabali ambayo kwamba yaliweza kusimama sawa sawa,
jabali hili ambalo kwamba tuliona mvua yapiga, jua yapiga, upepo wavuma, lakini jabali huwa halitingisiki. Kabla ya kiyama kusimama, ardhi itafanya zilzal, jabali halitoanguka tu, bali litavundika limumunike kulingana na lile tukio na mtingisiko wa ardhi ambao kwamba utakaofanyika. Majabali kama hayo yawe nao yatamalizika. Fakanat, majabali kama hayo yatakuwa ni habaan, ni kama vumbi mumbatha, yenye kutawanyika. Badala ya kuwa ni kitu kilokuwa ni salba kigumu, kitabadilika kiwe ni kitu hafifu kabisa na kimalizike. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuonesha vile vile tadarruj, kwa jabali litatingishwa. Baada ya kutingishwa litavundika vipande vipande, na hizo vipande vitamumunyuka viwe vumbi, kulingana na aya mbili peke yake yaeleza habari ndefu kama hii. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutueleza alama, matukio yatakayofanyika kabla ya kiyama kusimama, ikatufahamisha ya kuwa watu watakaofufuliwa siku ya kiyama watakuwa ni aina ngapi. Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wa kuntum azwajan thalatha, mutakuwa watu sampuli tatu siku ya kiyama. Sampuli ya kwanza, fa ashabul maimanati, kutakuwa kuna watu wa maimana, wa upande wa kulia. Na daima jambo la kulia huwa ni jambo zuri la bishara. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akawasifu watu kama hao, akasema ma ashabul maimana, ni fakhri gani kubwa waliokuwa nayo hawa watu ambao kwamba watakuwa katika upande wa kulia. Ikawa Mola Subhanahu wa Ta'ala awasifu na kuwapatia bishara watu ambao kwamba watakuwa upande wa kulia. Grupu la pili, wa ashabul mash'ama, na grupu la watu watakaokuweko upande wa kushoto. Ma ashabul mash'ama, Mola Subhanahu wa Ta'ala akawafahamisha watu kama hawa ya kuwa ni watu ambao kwamba wamepata bahati mbaya, watakuwa na taabu. Ni taabu gani watakayokuwa nayo hawa watu ambao kwamba watakaokuweko katika mkono wa kushoto? Hiyo moja kwa moja yatufahamisha ya kuwa siku ya kiyama kutakuwa kuna ishara mtu kujua yeye ni mtu mwema au ni mtu mwovu kabla ya hisabu. Watakaokuwekwa upande wa kulia pale watafahamu kuwa hii ni bishara, na Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie insha Allah Ta'ala ni ashabul maimana. Na wale watakaokuwekwa upande wa kushoto itakuwa tayari ni ishara ya kuwa watu hawa ni waovu na hisabu yao itakuwa ni nzito. Mola asitujalie katika watu hawa. Grupu la tatu ni grupu la wasabiquna sabiqun, watu ambao kwamba wenye kutangulia na kwenda mbio na kila jambo la kheri hawakai nyuma. Mwenyezi Mungu akawapatia sifa mahsus ya kulingana na amali walivyokuwa wakifanya. Hawa ni manabii, ni shuhada, ni sulaha, ni siddiqun, wote hawa wanaingia katika ulaika almuqarrabun. Na ulaika almuqarrabun ni sehemu ya watu wa ashabul maimana. Bimaana ashabul maimana kutakuwa kuna grupu mbili. Kuna VIP, watu wakubwa hao wanaitwa as-sabiquna kwenye Qur'an, na watu ambao kwamba watakuwa ni local, hao ndio watakuwa ni maimana wa kawaida, lakini wote ni watu wema. Maana ya kuambiwa as-sabiqun ni kuwa mtu amefaradhishiwa swala, habaki katika faradhi, ana na sunna, hatosheki na kile alichowekewa. Ana kutoa zaka, habaki katika zaka, yuongeza, yufanya na sadaqat. Yani kila jambo lema utamkuta ni sabiq, hakai nyuma, ni mtu wa mstari ya mbele kwa kadri ya hali yake. Hao ndio ni grupu la tatu, wasabiquna sabiqun, ulaika almuqarrabun. Hao ndio ambao kwamba watakaokuwa wamekurubishwa, wako karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ukaribu wao utakuwa fi jannatin na'im, katika pepo zilokuwa ni nyingi ambazo kwamba ndani yake ni neema juu ya neema. Ulama watuambia ya kuwa katika rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujaalia hapa magrupu ni manne. Kama vile maimana ni magrupu mawili,
kuna maimana local wa kawaida na kuna maimana VIP ambao kwamba ni hao muqarrabun. Hakujalia mashama hawa wa upande wa kushoto ambao kwamba na wao vile vile wawe ni grupu mbili, wawe kuna local na kuna wale VIP wa motoni. Ikawa kwa rehema ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ataka watu wende peponi, na wale wenye amali nyingi atawekea mahali mahsus katika pepo. Na hawa watu wa mashama Mwenyezi Mungu hakuwagawanya, akawafanya ni magrupu mawili, rahmatan lahu, kuwa rehema ya Mola Subhanahu wa Ta'ala huwa ni yenye kudumu. Baada ya hapo Mola Subhanahu wa Ta'ala akaeleza hali za kiidadi ya ummati huu na ummati ulioko nyuma na neema ambazo kwamba zitapatikaniwa peponi. Hilo tutaliwata liwe ni darasa lijalo insha Allah Ta'ala. Tumomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.